Wacha tushukuru Mungu. Baba, ni asante, umetupa nafasi ya asubuhi tusikie kutoka kwako, maana ile neno litatujenga, kurekebisha na kutusimamisha katika kazi iliyo njema ya utukufu wako. Na kushukuru kwa kila mmoja ambaye amefika. Wacha neno hili la baraka kwake, kwa Yesu Kristo tunaomba tukishukuru, amen. Tumemaliza kitabu cha Matendo ya Mitume 14 na nataka nisungumzie kidogo pia Matendo ya Mitume 15, lakini tukipata 15 hiyo napata kulikuwa na ugomvi katikati ya Wayahudi na Wayunani kuhusu kutahiri, na Paulo akawafundisha pamoja na Barnaba, akawafundisha wanafunzi waliokuwa mahali pale ya kwamba tumeokolewa kwa neema, si kwa sababu umetahiri, si kwa sababu natoka kwa boma nzuri, sio kwa sababu wewe ni mzuri zaidi, bali kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo sisi tumepata kuokolewa. Kwa hata sisi tuko hapa kwa ajili ya the grace of our Lord Jesus Christ. Amen. Tuliokolewa kwa neema, si ati tulihitajika. Maana sisi tulikuwa tukufe, kila mtu alikuwa akufe. Tulikuwa tumezaliwa na dhambi, tumezaliwa na mambo mengi katika maisha yetu, ikawa shetani amekata hati ya kwamba tukufe, lakini Yesu akaja akatufia msalabani na tukaokolewa kwa neema yake, na tuko jinsi tulivyo leo. Asubuhi ya leo nataka kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 15 na huo mstari wa 35 na 6 kwenda mbele, na Mungu atatubariki. Nataka tusome wote pamoja. Najua kila mtu ako na Biblia yake. Inasema lakini 34, lakini Sila akaona vyema kukaa huko. Mstari wa 35, na Paulo na Barnaba wakakaa huko Antiokia, wakifundisha na kulihubiri neno la Bwana pamoja na watu wengine. Paulo na Barnaba wakatengana. Mstari wa 36, Biblia inasema baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tuliohubiri neno la Bwana wa hali gani. Paulo baada ya kutembea safari ya kwanza, inaitwa first missionary, wakatembea wakihubiri injili, wakifikia watu, waliona pia ni vizuri kurudi, inaitwa ushirika, follow up. Tuone hiyo dada mwenye tulikuwa naye Jumapili anaendaje, anaendeleaje, na wenye walikuwa bidii, na wenye walikuwa kule resource na Tiwani na kule Kipsongo na Kapsitwet wanaendeleaje. And hiyo kazi ndio inaguza kanisa. Nimeona wakati mwingine washirika wetu ama kanisa linachoka kutembea, inabaki tukitembea kwa nyumba ya mtu, tunatoka na mambo mazito juu yake. Huyu hakutupigia chai, huyu hata hajui karibisha wageni, huyu ushirika tukienda ni maneno. Mimi sitaki kwenda ushirika, but ushirika wa kwanza, Bwana sifiwe, ulikuwa unatia watu moyo. Watu wakikuja kwako kuna kitu kigeni kinafanyika. So Paulo wakafanya kitu inaitwa follow up. Waangalie makanisa mangapi ama watu wangapi tulitembelea na wamesimama ama wameanguka. Amen. So ikawa at the second mission work ambaye ya Paulo na Barnaba walikuwa watembelee washiriki. Na Biblia inasema mstari wa 36 kwamba baada ya siku nyingi, baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji
tuliohubiri neno la Bwana wa hali gani, wanaendeleaje? It is a good thing ya kwamba washirika ama mchungaji ama kiongozi ajulie mshiriki anaendaje, ameendeleaje, imani yake imesimama ama ana changamoto. Maana kuzaliwa upya katika Kristo ina changamoto. Kubadilisha mazingira yenye ulikuwa nayo kitambo ni ukuje kwa mazingira ya Kikristo ina changamoto. Wengine tuna fight na ngome za culture traditions, wengine tuna fight mambo ya generation, wengine jamii zetu hazikuwa zinaokoka, tuna fight na hiyo. So inahitaji mtu ya kukutia moyo. Kwa hiyo katika hali ya kutafuta vile wanatia moyo wa Kristo, wanasifiwe. Biblia inasema mstari wa 37, and Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Nakutana na mwanafunzi mmoja ambaye tutajifunza juu yake siku ya leo. Anaitwa John na jina la kinyumbani ama la kiukoo wake anaitwa Mark. Kwa hivyo majina mawili anaitwa John, Mark. Amen. Biblia inasema Barnabas alijisikia sana kutembea na John Mark. And when I'm teaching this, jifundishe John Mark ni nani. Najua naweza kuwa tunaongea kwa John Mark and it's you. Labda John Mark ni wewe. So jifundishe mambo haya. Tuone John Mark alikuwa nani na ni nini alifanya na udhaifu yake ilikuwa nini, na wewe udhaifu yako ni nini na strength yako ni nini. Wakati wa kurudi kutembelea makanisa, Barnabas alitaka sana John Mark. Anajua damu ni mzito kuliko maji, because John Mark ni cousin wa Barnabas. Amen. Na mimi nataka kukuambia pia tunaweza kupenda sana ukoo uwe pamoja nasi, but tunahitaji kuifanya kazi ya Mungu si kwa sababu ya ukoo. Amen. Si kwa sababu napenda mtu fulani, si kwa sababu fulani ni wa ukoo yangu, si kwa sababu fulani tunatoka naye generation moja. Ndio naona kanisa ya kukaa ukoo moja, hiyo kanisa haiwezi endelea hata tutajenga kanisa. Amen. We don't work because we are related. We work because we are Christians. John Mark anapendeza Barnabas watembee pamoja naye. Kwa hiyo tunapata hiyo 37 inasema Barnabas akaazimia kumchukua Yohana aliyeitwa Mark pamoja naye. Mstari wa 38. Mbali Paulo hakuona vyema kumchukua huyo aliyewaacha kule Pamfilia asiende nao kazini. Amen. Amen. Tunapata udhaifu mmoja wa John Mark. Amen. Hapo awali John Mark wakati wa injili ya missionary hakutaka kwenda kazi. Amen. Amen. Hakutaka kutembea na Paulo. Kasema hiyo safari ya vita hiyo na kusunguka mistaki. Safari yenye unaenda nguo zinararukia kwa barabara, mimi sitaki. Safari ya matusi, mimi sitaki. Mimi nitakaa hapa, nyinyi endeni mtanipata. Salamu yako jirani mwambie nyinyi endeni mtanipata. Na kanisa la kisasa lina changamoto ya Ukristo ambaye hawataki kujishirikisha kwa kazi ya Mungu. Hawataki kujishirikisha na utenda kazi kueneza injili ya Kristo. Vitu ambavyo vitainua Kristo juu hawataki. But wanapenda celebration. Salamu yako jirani mwambie wanapenda sherehe. Ukisikia ka sherehe katapigwa mahali,
Na miaka jirani muulize sherehe, mwambie tu sherehe na umalize. Muulize unaonaje sherehe? Nafundisha mtu anaitwa John. Jina lake la kiasili anaitwa John Mark. Anaitwa Mark. Kwa hiyo majina mawili anaitwa John Mark. John Mark alikuwa na quality zote, alikuwa na uwezo wote wa kutenda kazi. Pesa alikuwa nayo, nguvu alikuwa nayo, alikuwa uwezo wa kutembea na kufikia watu. John Mark alikuwa amsomi. John Mark alikuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa utenda kazi. Lakini wakati kazi ilipatikana ya kutembelea Wakristo na kufanya uinjilisti na kuombea watu, John Mark hakwenda. Amen. Sasa Barnaba anataka atembee na John Mark. Paulo anasema John Mark hastahili. John Mark has a weakness. John Mark anataka starehe. John Mark anataka sherehe. John Mark, meza ikiangaliwa John Mark utamuona kwa asilia yake. Salamia jirani. Wakati kuku imeiva, anasikia harufu ya mchele. John Mark asikia budget ya soda. Salamia jirani. John Mark anachangamka. Anasikia ako entertained. Kwa hivyo tulishuka ubishi kati ya Paulo na Barnaba ya kwamba John Mark hastahili kwenda safari ya kuangalia washirika ambao waliokoka kwa first round ya missionary work. Maana first round ya missionary work katika mji unaitwa Pache wa Pamfilia, John Mark alikataa kwenda kazi. Kasema nyinyi endeni tu, mimi narudi nyumbani, naenda kucheza kwa keyboard. Mimi nitawangojea kwa kanisa. Bwana asifiwe. Nyinyi endeni, sisi tunawaombea tu. Kuna watu ambao wanafikiri maombi ni ya kuombea watu wakienda kazi. Kazi ni kila mtu aitetee kazi yake. Atakuwa nasema umuhimu ya kutenda kazi, kujishirikisha kwa kazi. Because ukijishirikisha kwa kazi ya Mungu, unapata kitu inaitwa experience. Amen. Number 2, zile changamoto utazipata zitakuweka nguvu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ukijishirikisha kwa kazi ya Mungu, changamoto zinakusaidia kukua. Amen. Changamoto za kutembea zinakufundisha kustahimili. Wakati unafanya kazi ya Mungu ukitembea, inakupea kitu inaitwa experience. Waweza kuwa mhubiri mzuri na huna experience. Waweza kuwa msomi, unajua neno, lakini huna experience. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 23 24 kwenda mbele, inaongelea kuhusu Petro na Yohana. Ati walikuwa watu wa kawaida tu, watu ambaye hawakusoma, hawakwenda shule. Wakajua these people have a lot of limitations. Lakini Petro na Yohana experience yao walipata kwa Kristo. Walitembea na Kristo unyo kwa unyo, nyuma kwa nyuma. Mahali Yesu alienda, walienda nao. They gained what we call experience. Wakapata kitu inaitwa experience kwa Kristo. Licha ya kutosoma, licha ya kutoenda Bible school, licha ya kutoenda darasa, Biblia inasema hao watu walikuwa watu wa ajabu baada ya kujifundisha kwa darasa ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukifanya kazi ya Mungu inakutia experience, inakutia nguvu, inakuongezea maarifa. John Mark ako na shida kwa sababu aliogopa kwenda kazi ya Mungu iliyokuwa ngumu, akataka nyepesi.
kukashuka ubishi kati ya Paulo na Barnaba. Amen. Naomba tusome na wewe, na tunasoma chorus, kila mtu akisoma Biblia yake 38. Sisi wote tusome 37 na 38. 1 2 3. Barnaba, twende. Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja naye. Mstari wa 8, tunaenda pamoja. Basi Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyemwacha huko Pamfilia asiende nao kazini. Shida ya John Mark, hataki kazi mzito. John Mark hataki challenges. John Mark hataki kurekebishwa. Ukimrekebisha anahama. John Mark ukimpea kazi mzito, John Mark anatoroka. John Mark hataki kujihusisha na kazi ya huduma. Sasa tulipofika wakati wa second round ya mission work ya Paulo, John Mark anataka kwenda. Maana hiyo kazi nyepesi. Kuuliza kwenda kutembelea tu mshiriki, maana alipona na amepika chai. Unajua anapika chai na mandazi, kukula tu si kazi ngumu. So John Mark akaona that work is very simple. Salamia jirani. This is very simple. Kukula tu na kubeba tumbo. Na namba 2, hakuna kazi mzito mnaenda kufanya. Mnaenda kupigana na mapepo, mnaenda kufanya fedha. Dada unaendeleaje? Naendelea vizuri. Tangu tukuombea ukonje niko salama, Mungu nilipona. John Mark anataka hiyo. So Paul akasema I'm not going with John Mark. Because John Mark alituacha Pamfilia. Pamfilia ni mahali ambapo ukifika mambo haiendi. Salamia jirani. Wakati kwa na introduce kitabu cha Matendo ya Mitume 14 verse 1, tulipata Paulo akiwa na uzito katika kuhubiri. Watu wamemwacha. Kanisa limechanganyikiwa, hawawezi kumsupport hata chakula, hata kumlipia nyumba, hata kumpa transport. So ikabaki ushirika, utoe ushuhuda. Na watu waliposhuhudia mambo Paulo amefanya, kanisa likapata nguvu. Tukapata katika ushuhuda watu wanaona uzuri wa nani? Wa Mungu. Amen. Amen. So walipofika Pamfilia, John Mark akaona hii safari ni mzito. Mimi siwezani na vitu mzito. Mimi sikuzaliwa kuteseka. There are Christians ambao wanasema mimi Yesu alimaliza wapi? Msalabani. Akiona shida anaona ni shetani. Akipitia majaribio anaona pepo ndiye amekuja. Hapo nyuma tumejifundia kwamba Roho Mtakatifu alimkataza Paulo asiye. Even the Holy Spirit inaweza kuhinda wewe kwenda kufanya kazi kwa sababu mbele si kuzuri. Amen. Not all the time is the devil. Sio kila wakati mambo ikiwa ngumu ni shetani. John Mark kutaka uzito. Hao ndio walihubiriwa injili ya kwamba Yesu alimaliza msalabani. Hao ndio aliambiwa ukiona uzito yote ni pepo. Na Yesu alipoenda alisema nawaacha kama kondoo kati ya nini? Ya mbwa mwitu. Alijaribu kutuambia nini? Be careful. The war is not over. Amen. Mambo si mazuri. Usilegee tu hapo. Mbwa mwitu watafanya nini? Watakukula. Yesu ndiye anasema wale watakaonifuata watadhihakiwa. They will be persecuted. Watapigwa kwa ajili yangu. Amen. Yesu asifiwe. So John Mark hakutaka hiyo kupigwa. Paulo kwanza amepigwa. Paulo tukiangalia pale nyuma, Paulo amekataliwa na watu, wamempiga, wamemfukuza, wengine walitupa yeye mawe, wakapiga wakafikiri amekufa. Kumbe baada anapumua. Yesu asifiwe. Amen. Vile John Mark aliona mtu anapigwa mpaka hivi ati ni neno. Anasema hiyo safari ya Pamfilia mimi siendi.
Na kutoka mahali pale akarudi nyumbani. Paulo akaenda, wakateseka huko. Bwana sifiwe. Nikawa na shida mingi. Haleluya. Mambo yakawa mazito, hakuna hata chakula, hakuna mtu amlipia nyumba. Paulo akabaki kutengeneza watu akafanya kazi inaitwa tent making. Akaanza kutengeneza mahema, ndio akule ndio akunywe. John Mark akaona hii si kazi ya Mungu. Hii ni mateso. Mimi siendi. John Mark akarudi nyumbani. So inapofika wakati wa kutembelea Wakristo na kukula, John Mark anajiweka kwa laini. Salamia yako jirani. Salamia jirani, mwambie habari yako. Muulize kama kwa mzima. Muulize unaonaje John Mark? Tunaweza andika kitabu kwa John Mark, si ndio? Yeah. And there are Christians about their John, the son named Mark. Ukimwita Mark ataitika. Ukimwita John ataitika. Salamu yako jirani. Na ukimwita John Mark anaitika. Ukimwambia twende safari na iwe ya mbali, nasema nitawasindikisha wakati mtakuwa karibu. Twende ushirika, tunaenda kule Zea, itakapofika karibu nitafanya nini? Nitaenda. John Mark hataki uzito. Kuna Mkristo hataki uzito. Hata akienda kanisa na apate kuna vita amekuwa navyo mingi na conclude hiyo kanisa ni pepo. Huyo mchungaji hana nini? Mafuta. Salamu yako jirani. Huyo mchungaji amefanya nini? Amechanganyikiwa. Huyo mchungaji ni wa mashetani. John Mark hataki uzito. Watu wakipigwa anasema pepo imeinuka, mimi hiyo kazi sifanyi. So John Mark aliwacha safari ya umishonari. First missionary work. Anataka kwenda second missionary work ya kushukuru. Ya watu kupika chakula na mchele na mandazi. Hiyo ndiyo anataka. Biblia inasema mstari wa 38, bali Paulo hakuona vyema kumchukua huyo aliyewawacha huko Pamfilia asiende kazini. 39. Basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana. Barnaba akamchukua Mark akatweka kwenda Kipro and Paul na Paulo, lakini Paulo akamchukua Sila akaondoka akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Ni nini Barnaba aliona kwa Mark? Mkiangalia statement 2:49, 39 na 40 iko na utofauti. Kuna watu wanaombea Paulo na Sila wakienda, na wakati Barnaba anachukua Mark hakuna kitu inafanyika. Amen. Kuna watu wanaombea Paulo na Sila wakienda missionary work ya kuangalia makanisa, na wakati Mark anachukuana na Barnaba mambo yamenyamaza. Yesu asifiwe. Kuna wakati unapokuwa na hii characteristics za John Mark, characteristics ambazo sitaki uzito. Watu wengi mkianza kujenga kanisa, deko anajipa shughuli, amejiunga na mashetani, huyo pastor anakula pesa, huyo pastor naona siku hizi amenona, mimi sitaki watu wenye menona, anajipea sababu, kumbe ni John Mark. Sasa mimi nataka uulize jirani, jina lako ni nani? Na akujibu. Katika hii huduma, what is your name? What are you doing? Amekujibu kweli? Yes, imelala huko. Haya. Nataka tuangalie John Mark. John Mark had a very big advantage.
Kama kuna mtu angeenda mbali, unaona Silas anatokea tu mahali, but John Mark alikuwa tokea kule nyuma. Amen. John Mark was a disciple of Christ Jesus. Amen. Wacha nikukumbuke, John Mark alikuwa amesimama na Petro wakati Yesu anashikwa. Oh, amen. But nataka kuambia Silas hakukuwa, Timotheo hakukuwa, but John Mark alikuwa. Wakati Paulo anaokoka, John Mark anaona. Kwa sababu Paulo ambaye anaitwa Sauli alikuwa analitesa kanisa, wakati John Mark ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. John Mark, wakati Petro anakana Yesu mara 3 jokoni na wika, kuna mtu pia alisema, wewe John Mark, tena wewe ulikuwa na Yesu. Kasema, hapana, mimi mnaniwekea, mimi sijui Yesu. John Mark asema sijui Yesu. Wakati walijaribu kumshika, mwamuulize vizuri, aliwaachia nguo zote. Salamia jirani. Biblia inasema alienda uchi. Salamia jirani, mwambie John Mark akiona shida hawezi kaa hapa. Na nimekwambia umuulize wewe ni nani. Unajua unachukua unakaa na John Mark ambaye shida itakapokupata atakwambia nilikuwa nimeenda matanga. Wakati utapata na jambo atakwambia nilikuwa busy. John Mark atakwambia I was not in a position. John Mark atakwambia sikuwa na kazi, that's why sikujenga kanisa. John Mark hataki uzito. John Mark alikuwa huko, aliposhikwa vazi hakutaka kujua uchi. Amen. Lakini na vazi, lakini mimi nimeenda. Biblia inasema akaenda mbio bila nguo. Nguo zote, sijui alikuwa na nguo ngapi, sijui alitoa ngapi, sijui alibaki bila alizaliwa na akatoka mbio. Wakati mwingine in the ministry, ukiwa na kanisa ambalo liko na John Mark kama 3, salamia jirani, 3